Na elimu ya watu wazima ni elimu ambayo kwa kawaida sote tunafahamu mtu mzima anajifunza kwa kuona. Kwa mfano leo kuna kitu nimejifunza hapa. Kijana alikuwa na nia ya kwenda shule akasomea udaktari, lakini igizo lililofuata, kumbe udaktari kwa baadhi ya watu ukawa hauna manufaa. Lile igizo yule bwana alipoanza kucheza alizawadiwa kuliko yule anayesomea udaktari. Kwa hiyo kama mtu mzima kuna kitu pia nimejifunza kwamba kuna watu wanafurahia usanii, lakini kuna wengine wanafurahia hiyo elimu. Sasa elimu ya mtu mzima, elimu ya watu wazima tunajifunza kwa kuona na tumejifunza mambo mengi. Ndugu zangu, kupitia elimu hii ya watu wazima na kupitia mifumo ya serikali, nyote mnafahamu kuna wanaosoma nje ya mfumo, wale walioko MEMKWA, walioko Mukeja na mambo mbalimbali. Lakini hawa ni wale ambao wengine walisoma baada ya miaka 9 kufika umri wa miaka 9 kwamba hawawezi kuandikishwa ndani ya mfumo rasmi. Niwashukuruni sana kwa shughuli hii. Niwaombe sasa wale wote wanaohusika kwa ajili ya kwenda kufanya utekelezaji wa yale ambao tumekubaliana kwamba watu wafanye maandiko, watu establish demo plots kwenye kanda mbalimbali za Buchosa ili tuwarahisishie wananchi. Mtu mzima atajifunza kwa kuona. Ukifanya shamba moja hapa lililofanyiwa afya ya udongo na lisilofanyiwa, itakuwa rahisi kwako na utaonekana umedeliver kile unachokifanya. Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana kwa shughuli nzuri. Niwatakie yote yaliyo mema na wote, kwa sababu ni wazazi hapa. Elimu tuliyoipata hapa na yale tunaendelea kujifunza, tuendelee kuwatawanya kwa wenzetu ili hatimaye Buchosa iende kusonga mbele. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa ni kwamba vituo vyetu ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya kupokea watu wanaojiendeleza kwa ajili ya elimu ya watu wazima, basi viwe na vigezo muhimu na vigezo vilivyoboreshwa kwa ajili ya kumshikilia huyu mwanafunzi ili aweze kutimiza malengo yake. Na ushauri kwa wale wanafunzi ambao wamekuwa wakitoka nyumbani wakiwa na malengo ya kwenda kujifunza kuendelea na elimu ya watu wazima, ni vizuri wao wenyewe wajikane nafsi zao kwa ajili ya kuona kwamba nimetoka nyumbani kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu, ili elimu inisaidie pengine katika maisha yangu. Kwa hiyo ni vizuri wapunguze zile changamoto, yani waone zile changamoto ni hali ya kawaida katika maisha na kupambana nazo na kuziacha, ili waweze kushikilia kitu kimoja ambacho ni elimu, ili iweze kuwakomboa katika maisha yao ya kijamii na ya kiuchumi na kimaendeleo kwa ujumla. Kwa hiyo mimi nawasihi wanafunzi kuweka juhudi binafsi. Sana sana juhudi binafsi ndizo zinasaidia. Wakati unaamua kufanya kitu cha msingi katika maisha yako, ni lazima uache vingine vyote pembeni, uangalie lile lengo lako ili uweze kulitimiza. Utakapotimiza lile lengo, litakusaidia kuvuka hatua moja hadi nyingine kwa ajili ya maisha yako binafsi. Kwa hiyo ningeomba wanafunzi wale ambao wananisikiliza, walioko hapa, ambao pengine wameshakata tamaa kwa ajili ya kuendelea na elimu, wasikate tamaa, kwa sababu elimu ni kitu muhimu sana katika maisha yetu, katika kupambana na shughuli za maisha ya kila siku. Kuna uwasilishaji wa mada mbalimbali na wazungumzaji mbalimbali wameweza kuzungumza. Haya yote ni mambo ya kujifunza. Kuna masuala ya kilimo yamesemwa, mama maendeleo amesema, masuala ya mifugo, uvuvi, ambao ukiangalia ndio shughuli zetu zote ambazo zinazozunguka katika wilaya yetu ya Buchosa. Kwa hiyo mtu kama ukiwa una lengo la kufanya hizo shughuli, ni vyema mkaona hawa wataalamu watakusaidia na kuweza kufikia malengo yako na kuweza kuchangia uchumi wa nchi. Lakini pia sisi tuliokusanyika hapa ni wazazi au walezi. Tuna watoto ambao wamefika level tofauti za elimu. Kuna wengine wamekomea la 7 au kufanikiwa kwenda sekondari,
Kuna wengine wamekomea form 2 au form 4 kufanikiwa kwenda sekondari. Kuna wengine wameweza mpaka vyuo vikuu. Lakini sasa hivi maeneo katika mfumo rasmi yamejaa. Tukijiunga katika elimu watu wazima, kule tunaenda kujifunza masuala ya ujuzi ambao utaweza kuutumia na utaweza kukusaidia kutoka maisha, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo sisi kama wazazi tuwaelimishe watoto waweze kutumia fursa hii, yaani tusiwe na ule mtazamo kwamba elimu watu wazima ni kujua kusoma na kuandika na kuhesabu. Hapana. Yaani sasa hivi elimu watu wazima imeshapanuka zaidi. Yaani hata kama ukitaka kujifunza masuala ya kompyuta ni elimu watu wazima. Ukitaka kujifunza masuala ya udriver, hiyo ni elimu watu wazima. Ukitaka kujifunza ujasiriamali, wote ni elimu watu wazima. Ukitaka kujifunza masuala ya mifugo, sijui uvuvi, hayo yote ni elimu watu wazima. Kwa hiyo niwapongeze mliofika hapa, mtakuwa mabalozi na mtakuwa mmevuna mengi ya kuweza kutumia.